Lakini nimekuwa nikifuatia kwa karibu mijadala mbalimbali inayoendelea ndani ya nchi yetu kupitia vyombo vya habari na mitandaoni. Kama mlivyogusia awali, bahati mbaya wakati mwingine kumekuwepo na upotoshaji unaofanywa makusudi kwa maslahi ya vikundi maalum. Hii imekuwa ikinifikirisha sana wakati mwingine na kuniacha na maswali mengi, wakati mwingine nakosa hata majibu. Hivi ni kweli kwamba sheria zetu zinazohusu uchaguzi ni mbaya sana kiasi kwamba haziwezi kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu? Hivi ni kweli hakuna maboresho yoyote yaliyofanyika? Kwa mtu mwenye uelewa wa kutosha, maswali haya na mengine yanaleta maswali mengi kichwani, yanafikirisha sana. Ndugu washiriki, mchakato wa kuboresha sheria hizi limekuwa jambo endelevu katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu tangu ilipoingia mfumo wa vyama vingi. Kumefanyika maboresho ya sheria zihusuzo uchaguzi. Yapo maboresho yalifanyika katika kipindi changu cha uongozi, na yapo ambayo yamefanyika kabla, na yapo ambayo yamefanyika baada ya mie kuondoka kwenye uongozi, na yapo ambayo yanafanyika katika awamu hii ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi nafahamu kwa maboresho kadhaa yalifanyika katika sheria zetu za uchaguzi, yaliyofanyika katika sheria zetu za uchaguzi yalikuwa yanatoa ufumbuzi kwa changamoto maalum zilizokuwepo wakati huo, lakini mengine yamekuwa kwa nia tu ya kuyafanya mambo yawe mazuri zaidi. Hakuna changamoto, lakini watu wakikaa chini wanatafakari hali ilivyo, wanasema lakini tukifanya hivi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo ziko changamoto yake, marekebisho yanayotokana na kujibu certain challenges, certain problems in the conduct of elections. Lakini yako yale ambao wanakaa wanasema lakini hivi tukifanya hivi mambo yatakuwaje? Kwa hiyo yako hivyo. Kwa mfano sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 imefanywa marekebisho katika eneo la masharti kuhusu uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Nadhani AG ameligusia kidogo. Pamoja na mambo mengine, sharti la wakurugenzi wa halmashauri kwa wasimamizi wa uchaguzi automatic limeondolewa, na badala yake tume ndio itateua watumishi wa umma waandamizi kwa wasimamizi. Hili litaamuliwa na tume yenyewe. Kabla ya hapo tumekuwa tunasema tume itateua, lakini invariably waliokuwa wanateuliwa ni wakurugenzi, na hivi sasa ingekuwa wanajiandaa kusimamia uchaguzi. Na watu walikuwa wanasema kurugenzi anaambiwa nikulipe mshahara alafu nishinde uchaguzi. Afisa mtendaji kata, sasa wewe unalipwa mshahara na serikali alafu serikali ishinde uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama ni kikwazo. Ni kikwazo, na kwa hiyo kunapotokea shaka kwamba mambo hayakwenda sawa, shaka ya kwanza inakuwa kwa huyo anayesimamia. Kwa
Kwa kama mnaisema hii tume iwe huru, moja ya uhuru wa kuipa hii tume iwe huru kutafuta watu wake yenyewe, tasema na watu huyu. Kwa hiyo limeshughulikiwa. Aidha, kupitia marekebisho hayo pia sasa zimewekwa sifa za mtu anayeweza kuteuliwa kuwa msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi.